Na ni juma lingine tena tunakutana hapa tukianza wiki kama kawaida. Taarifa mbalimbali za kimichezo ndizo ambazo zinatukusanya hapa kwenye Mshike. Na miongoni mwa taarifa ambazo tutakuwa nazo hii leo, Taifa Stars yaendelea kujifua kuiwinda Morocco kwa nia kufuzu kombe la dunia 2026. Singida Black Stars yazindua uwanja wake wa nyumbani wa Airtel, mechi dhidi ya Yanga yavunjika. Na bodi ya Serie A yatangaza matumizi ya mfumo mpya wa waamuzi kutolea ufafanuzi wa VAR kwa njia ya sauti. Hujambo na karibu, huu ni Mshike. Mimi ni Fatma Abdallah Chikawe. Tukianzia na kuitazama timu ya soka taifa Tanzania, Taifa Stars, ambacho kikosi chake hiko kinaendelea na kambi ya mazoezi kule Morocco, ikijiandaa na mchezo kwa nia kufuzu kombe la dunia dhidi ya wenyeji Morocco, ambao utachezwa Machi 26 mwaka huu saa 6:30 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Mwenzetu Masud Ramadhan Lihenye yupo nchini Morocco na ametuandalia taarifa ifuatayo. Taifa ya Tanzania kikifanya maandalizi yake ya kwanza kujiandaa na mchezo wa kutafuta tiketi ya kufuzu kombe la dunia mwakani kule Marekani, na ikiwa ni siku ya kwanza baada ya kuwasili hapa nchini Morocco kwenye mji wa Oujda. Kama unavyotazama nyuma yangu, kikosi hiki kikiwa chini ya kocha mkuu Hemedi Morocco, na hapa anaeleza namna ambavyo maandalizi haya ya siku ya kwanza yalivyo. Kwanza namshukuru Mwenyezi Mungu, nafikiri ni siku nzuri kwetu. Tumeweza kuingia kwenye pichi hapa baada ya kusafiri kwa muda mrefu. Wachezaji wote wako vizuri kiakili, kimwili, kama ambavyo wameona walivyo train. Wananipa nguvu, tunajaribu kufanya mazoezi kadri ambavyo wameweza. Nafikiri ni siku nzuri kwetu, sio? Na hatuna majeruhi, kwa hivyo ni kitu kizuri kwetu. Mchezaji mmoja nafikiri wako vizuri kwa maana kwamba tumetrain vizuri, wanajaribu kupokea yale maelekezo ambayo tunajaribu kufahamishana, na unaona kama ambavyo umeona kila mmoja jaribu kupush kadri ambavyo anaweza. Kwa hivyo mimi nafikiri tuko vizuri. Nafikiri itakuwa ni mechi moja ngumu, sio? Ni mechi moja ngumu kwa pande zote mbili. Wao wanataka kuhakikisha kwamba wana qualify wakitufunga, si ndio? Na sisi tunataka kuingiza mguu mmoja ili tupate matokeo. Kwa hivyo ni mechi ambayo itatoa mwanga nani anaenda kwa World Cup. Kwa hivyo ni mechi moja ngumu na tunalijua hilo. Of course tulipoteza mechi ya nyumbani, lakini nafikiri na sisi tukicheza wewe tunakuwa wagumu zaidi. Kwa hivyo tunajaribu kuzungumza na wachezaji muhimu wa mechi hiyo, na nafikiri wako tayari kuhakikisha kwamba wanacheza vizuri na wanapata matokeo. Hali ya hewa baridi kweli kweli, nyuzi joto 9 hii leo, na tumeona wachezaji walivyokuwa wanasafa. Hili mnaitazamaje kama benchi la ufundi? Of course hali ya hewa sio nzuri, sio rafiki wetu sisi kulingana na baridi ambayo ipo, na ndio maana tumekuja mapema, lakini tunajaribu kuadapt kama ambavyo umeona. Tumeanza watu walikuwa wanaona baridi, lakini baadaye wameingia kwenye mchezo. Nafikiri mchezaji mpira anakuwa yuko hivyo. Kwa hivyo hakuna jinsi, tutacheza katika mazingira haya. So leo na kesho nafikiri kesho kutwa tutakuwa vizuri zaidi, sio? Chukua nafasi hii kuzungumza na Tanzania. Kwanza niwashukuru Watanzania wote wamekuwa wametusupport katika hizo mbio, na waendelee kutusupport kama kaida yao, na tunajua wako nyuma yetu, wanatupa nguvu, na sisi tutajitahidi kadri ya uwezo wetu kuhakikisha kwamba tunawapa kile ambacho wanahitaji. Ukizungumzia mchezaji mmoja wa Morocco, ni kama wanatisha hivi. Utasikia Fenerbahce, utasikia sijui PSG, West Ham United, Leicester City, sisi lakini wachache ndio wanacheza nje. Hili nalo kama wachezaji mnalitazamaje hasa? Kiukweli ni wachezaji ambao kule wanacheza timu tofauti, nchi tofauti. Wako kuna level kubwa kiukweli, hiyo inafahamika, lakini yote kwa yote sisi kama wachezaji tunahitaji kufocus katika huu mchezo. Si hatuhitaji kuangalia majina, tunahitaji kuangalia timu wanazocheza. Kuna mpira anything happen. Kwa hiyo sisi kama wachezaji tunatakiwa tujipange katika huu mchezo, nini cha kufanya, na walimu wanahitaji. Happy God Msuva huyo nyota wa Taifa Stars. Lakini wakati huo afisa habari wa shirikisho la soka Tanzania TFF Clifford Marion Ndimbo ameeleza ratiba ya mazoezi ya Taifa Stars.
Tulipofika hapa Oujda, Morocco, tulifanya mazoezi ya recovery kwa ajili ya kurejesha miili katika utimamu baada ya safari ya kutoka Tanzania. Lakini jana tumekuwa na session nyingine ya uwanjani, halikadhalika leo pia vile tutakuwa na session ya mwisho ya uwanjani kuelekea kwenye mchezo wetu ambao utakuwa kesho. Ambako kwa Tanzania manake wakati utakuwa umekwisha geuka, kwa maana ya kwamba itakuwa ni saa 6:30 usiku kwa nyumbani Tanzania, lakini kwa hapa Morocco itakuwa ni saa 3:30 za usiku. Lakini hali ya kikosi iko vizuri. Wachezaji wote ambao wamekuja hapa Morocco wote wapo kwenye hali nzuri na wana morali kusema kweli, na kila mmoja unapozungumza naye unaona kwamba anauzungumzia mchezo kwa namna ambavyo wanauhitaji, kwa sababu ni mmoja kati ya michezo muhimu sana kwa Tanzania kuelekea kwenye harakati zetu za kufuzu hiyo kombe la dunia 2026. Kwa hiyo mazoezi ya leo jioni pia yatatoa picha nyingine, kwa maana sasa upande wa matabibu ama jopo la madaktari kuona kwamba kama kuna mchezaji pengine atakuwa anaweza kukosa mchezo ama na mambo mengine, lakini mpaka kufikia hivi sasa wachezaji wote wapo salama, wako vizuri na wako tayari kwa mchezo. Kwa Watanzania huu ni mchezo muhimu kwetu kama nchi kwa sababu tunaitafuta hiyo tiketi ya kufuzu kombe la dunia. Kwa hiyo sote kwa pamoja, kwa ambao wako wakitazama kwenye TV, wako majumbani, basi tuendelee kuisupport team hata hapo ulipo kwa njia nyingine yoyote, kuhakikisha kwamba tunapata matokeo mazuri na kuipeperusha vyema bendera ya Tanzania. Clifford Ndimbo huyo afisa habari wa TFF, lakini mchambuzi gwiji wa michezo hapa nchini Edo Kumwembe ni miongoni mwa Watanzania ambao wameambatana na kikosi cha Taifa Stars huko Morocco, na hapa anatoa maoni kuelekea mchezo huu wa Machi 26 kubwa, akiwataka Watanzania kukubali ukweli kwamba Morocco ni timu bora zaidi barani Afrika, hivyo Taifa Stars inatakiwa kuwa na mpango mzuri uwanjani. Tanzania inapocheza na Morocco, inapocheza na Algeria, inapocheza na Tunisia, inapocheza na Misri, hasa ugenini, inakuwa underdog moja kwa moja. Lakini kuwa underdog ni nafasi ambayo wakati mwingine inabidi tuwe tunaikubali, kwa sababu huwa inatusaidia kwa namna ambavyo tuna approach mechi, na hata makocha watakwambia au wachezaji kuwa underdog maana yake sio kupoteza mechi, na wakati mwingine sio hata kutoka sare, unaweza ukashinda. Ni kukubali position yako kuanzia kwenye FIFA ranks, uwezo wa mchezaji mmoja na timu kwa ujumla. Kwa hiyo sio Watanzania wanaipokea hivi vibaya wakiambiwa kwamba timu yao au timu fulani ni underdogs. Na wala sio miezi mingi iliyopita mimi nilikuwepo Algeria, tulikuwa underdogs, tukapata sare, tukafuzu kwenda AFCON. Nilikuwepo Algeria, ile mechi tulikuwa underdogs, walikuwa na Mahrez na wengineo. Kwa hiyo lolote linaweza likatokea, lakini inahitaji tu tuna discipline hali ya juu, kwa sababu wa Morocco watakuja wakiwa na nia ya kumaliza kazi by half times tu. By half times watataka wamalize kazi, lakini mnawa frustrate kila wakati, kila wanavyojitahidi. Mnacheza compact, mnazuia mashambulizi yao, kipa inabidi awe shujaa, walinzi washirikiane na viungo, kwa sababu Tanzania wengi wakati mwingine wao wananishangaza hata wanavyozungumzia swala la clean sheet. Clean sheet sio ya golikipa peke yake. Clean sheet ni ya safu ya ulinzi kwa ujumla, viungo kurudi nyuma na hata washambuliaji kurudi nyuma. Ndivyo tulivyopata suluhu zidi Algeria. Walikaba sana wakina Kibu na nani, sio kusubiria mipira mbele, kurudi kucheza compact, kuwa na ushirikiano mkubwa. Nao baadhi ya wachezaji wa zamani wa Taifa Stars Kenneth Mkapa na Abdi Kasim Babi wametoa maoni yao kuelekea mchezo huo wa Morocco dhidi ya Tanzania, wakiamini timu hiyo inaweza kufanya vizuri. Football sasa hivi imebadilika. Tumesikia hapa juzi baadhi ya timu zimeshangaza timu nyingine kwa matokeo ambayo yameyapata. Katika timu ambazo zina uzoefu wa kufanya vizuri katika michuano hii duniani, kuna timu zimefungwa na timu ambazo zinaonekana hazina uzoefu. Tumefika mahala na sisi ni lazima tujiaminishe ya kuwa tunaweza tukafanya kitu walau katika ngazi hii. Morocco tumekuwa tukicheza nao mara kadhaa na mara kadhaa wametufunga, lakini inawezekana
kipindi hiki mambo yakawa tofauti, kwa sababu the way ambavyo nilikuwa na wasikia na kuwaona kwenye vyombo vya habari walimu pamoja na wachezaji, inaonekana wako katika mpango mkakati tofauti kabisa wa kutaka kupata aidha matokeo nafuu au matokeo ambayo yatatuweka katika hali nzuri kuweza kuqualify katika michuano hii. Nafikiri Morocco mimi namfahamu, mwalimu mmoja ambaye yuko straightforward katika kuhakikisha anakuwa na wachezaji ambao wenye nidhamu na hali ya juu. Kwa hiyo mimi nafikiri ni fursa zaidi hiyo kwamba tujipange zaidi, tuwasapoti kwa sababu taifa ni letu. Hususan sisi wengine ambao tuliopita tukaumia miguu na maenko, tunazidi kuumia zaidi. Tunataka mafanikio kwa sababu inapotajika timu ya taifa basi na sisi tunapata sifa kama legend. Kwa hiyo mimi niwapongeze TFF Karia pamoja na Kidau kwamba kuna kitu kimeonekana cha Esa na kujiamini zaidi. Na zaidi kingine mimi kinachofanya niwapongeze zaidi kwamba kuingia imani na kujiamini kwamba sisi tunao makocha ambao wenye uwezo zaidi kufundisha timu ya taifa wazawa. Kwa baadhi ya mashabiki wa soka na wenyewe wana matumaini na kikosi hiko cha Taifa Stars kuelekea mchezo huo kwani ya kufuzu kombe la dunia. Timu yangu, ingawa huwezi kuipa 100% zote timu yetu ya Taifa Stars, tunaenda kucheza na Morocco ambao wameshaingia hadi kombe la dunia, wakafika almost nusu finali if I'm not mistaken. Kwa hiyo ni jambo la kumuomba Mwenyezi Mungu, la kuwahasa vijana wetu wanaenda kuipambania Taifa Stars kufanya vizuri. Zaidi ya hapo hatuna mengi ya ziada zaidi ya kuiombea timu yetu kwa sababu inaenda kukabiliwa na mtu mkubwa tena tukiwa ugenini. Mpira ni dakika 90 na wao wanacheza 11 na sisi 11. Naamini hakuna kinachoshindikana. Sisi tupo katika kutafuta kufika katika kombe la dunia na wao wanatafuta kwenda kombe la dunia. Kwa hiyo na uhakika kabisa wachezaji tu waache, yani wazidishe morali zaidi. Sisi mashabiki wao tupo nyuma yao, tunawaombea dua na tuna hari kubwa na tunatumaini, sababu na uhakika kwa kizazi chetu cha sasa hivi tumeona muda mwingi ulikopo AFCON hatushiriki, lakini sasa hivi tunaenda mara kwa mara. Kwa hiyo hata kwenda kombe la dunia ni kitu cha kawaida kwa kizazi chetu cha sasa hivi. Tanzania na nachowashauri tuwe pamoja na timu yetu ya taifa. Timu yetu ya taifa ndo ambayo inaitetea nchi yetu. Kwa hiyo tukijitahidi hapa nafikiri kombe la dunia tutaliona linakuja karibu tu hapa. Tujitahidi Watanzania tuipa support timu yetu. Tusikate tamaa. Hii ndo timu yetu na ndo wachezaji wetu tuliokuwa nao. Kwa sasa tunaungana na Godlisten Muro, mchambuzi wetu wa kandanda, kulitazama hili la timu ya soka taifa Tanzania. Taifa Stars ipo ugenini inacheza dhidi ya Morocco. Mechi ni usiku wa kuamkia kesho kutwa. Manake ni saa 6:30 usiku kwa saa za Tanzania. Siku itapoisha pinduka. Kabisa. Na huo muda wakati mwingine huo unachanganya sana watu. Ukiambiwa saa 6:30 ya tarehe 26. Maanake mtu anaweza kufikiri ni tarehe 27 ile saa 6:30, lakini ni maanake 25 kuelekea 26. Kwa hiyo ni kesho saa 6:30 usiku ambapo Kiswahili fasaha tunazungumzia ni kesho kutwa. Kesho kutwa sahihi kabisa. Na msimamo unaonekana hapa wa kundi letu, kwa maana ya timu tunayokwenda kucheza nayo ndiyo timu ambayo ina matokeo ya 100%. Haijapoteza hata mchezo mmoja. Ikiwa imeshinda kwenye mchezo dhidi ya Tanzania, utakumbuka vema, lakini kulikuwa kuna mchezo dhidi ya Kongo, lakini dhidi ya Niger ndo amecheza nao juzi kabla ya kuja kucheza na sisi hiyo kesho kutwa, kwa maana ya Niger kutangulia, lakini baadaye Morocco walisawazisha wakapata bao lingine la kuweza kuwapa ushindi. Kwa hiyo wanacheza na timu yenye matokeo ya 100%, kitu ambacho pia wamekopi na kupesti, kama ambavyo wakati wanafuzu AFCON walishinda michezo yote 6 ya grupu ambao walipaswa kushinda na mabao 26 kwenye kundi hilo. So far ukiangalia goal difference nzuri kabisa ya mabao 9, wakati sisi tuna goal difference ya 0, kwa maana mabao mawili ya kufunga, mabao mawili ambao tumeruhusu. Kwa hiyo ukiangalia kwenye kundi hili bado unatazama huyu ni giant, lakini timu pekee ambayo unaweza ukasema unaweza ukamudu kwenda nayo sawa kwenye hii nafasi ni Niger peke yake. Lakini ukitazama vema kuna Zambia ambaye bado unampa heshima yake, namna ambavyo amekuwa bora kwenye soka la Afrika, whether ni katika kufuzu ama kwenye mashindano halisi, miongoni mwa timu ambazo zimekuwa bora sana. Lakini kwa maana ya hizi nafasi mbili bado unaweza ukaona hii record waliokuwa nao Morocco inawafanya pia kuendelea kuwa ndio wa kwanza kwenye soka barani Afrika, kwa maana ya ranking zilizotoka mwezi Machi
bado ndo wanaongoza barani Afrika wakifuatiwa na Senegal, lakini kwa dunia nafasi ya 14 si haba. Kuna namna mtu akisikia jina la Morocco na akitazama timu yenyewe ya taifa ya Morocco hasa mchezaji mmoja kwa namna ambavyo wamekuwa na mwendelezo mzuri kwenye soka la Afrika. Tanzania kumheshimu Morocco kwa kwanza kukubali ni timu ambayo imezidi vitu vingi. Yawezekana ni moja ya mbinu ambao wanatumia kuelekea mchezo huu. Yeah, of course. Lazima uitazame katika engo hiyo kwa sababu rani ya timu kufika mpaka nusu finali ya kombe la dunia na mwendelezo wa kikosi chao ni kwamba wameongeza vijana wengi ambao wanaweza kuwa wana njaa zaidi kuliko hata wale kina Hakim Ziyech, kuliko hata kundi la kina Youssef En-Nesyri. Lakini zaidi sana ni unaiheshimu Morocco ukiachana na ubora wa mchezaji mmoja mmoja. Nafasi ya kwanza barani Afrika kwenye renki zilizotoka. Lakini bado wana kocha ambaye ndio muumbaji wa hayo mafanikio ya hivi karibuni, Walid Regragui. Wakati mwingine unatazama kwenye ubora huo, bingwa wa Champions League akiwa na Wydad Casablanca. Kocha bora wa Afrika. Kocha bora wa Afrika misimu kama miwili iliyopita. So unaweza ukaiona katika engo hiyo. Lakini unatazama pia renki za wachezaji na vilabu wanavyocheza barani Ulaya, PSG, Bayern Munich, Monaco na kadhalika. Mwisho hayo yote unakwenda kupeleka timu dhidi ya timu, sio mchezaji mmoja mmoja. So utakapokuwa bora kwenye eneo la kimbinu za kitimu, na hapa zaidi sana mara nyingi wengi huwa wanafikiri ni ule tu uzoefu wa hawa kutoka barani Ulaya, ila wana uwezo wa kukeep nishati yao kwenye kiwanja kwa muda mrefu. Kama watatengeneza mashambulizi, wana uwezo wa kufanya kwa kujirudia rudia ndani ya dakika 90 labda mara 30 kwenye mchezo. Ukiweza kuhimili mara hizo 30, tunapima kiwango chako cha ustahimilivu. Kwenye football tunatumia endurance. Je, unaweza kustahimili kupambana na hawa katika kiwango hicho? Tuweke nukta hapo. Punde tunarejea. Huu ni Mshike Mshike. Naam, tulikuwa tukiangazia uchambuzi kuelekea mchezo kati ya Morocco na Tanzania kwa nia kufuzu kombe la dunia 2026. Mengineyo, klabu ya Singida Black Stars imeweka historia mpya ya kuzindua uwanja wake wa nyumbani wa Airtel unaopatikana eneo la Mtipa, manispaa ya Singida, mkoani Singida, ambapo mchezo maalum wa kirafiki kati ya wenyeji Singida Black Stars na Young Africans umeshindwa kumalizika kutokana na hali ya hewa iliyosababishwa na mvua kubwa kunyesha ikiambatana na upepo mkali. Zoezi la uzinduzi limeongozwa na naibu waziri wa habari, tamaduni, sanaa na michezo Hamisi Mwinjuma maarufu Mwana FA, ambaye baada ya kukata utepe ametoa wito kwa wadau kusaidia ujenzi wa miundombinu ya michezo na serikali itawekea mazingira rafiki. Sahihi kuwapongeza sana wana Singida, kumpongeza sana mbunge wa Singida kwa kuhakikisha kwamba anaomba wadau mbalimbali kuhakikisha tunakuwa na uwanja huu. Lakini hili linafuatia pia kuwa na timu nzuri ambayo ina compete kabisa, kuona kwamba inaweza kuwa bingwa siku moja katika miaka ya karibuni wa ligi ya NBC Premier League hapa nchini. Mnafanya vizuri sana kwenye upande huo. Na hili la kujenga uwanja peke yake linaonyesha jinsi ambavyo uongozi wa timu hii uko serious. Swala la kujenga majukwaa na lenyewe litafuata taratibu. Hatua ni moja baada ya nyingine. Hatuwezi kufanya vitu vyote kwa wakati mmoja. Na lifti, ndugu zangu wa Singida, inakukutia njiani. Hata kama unataka kuomba msaada wa kujengewa majukwaa, wadau mbalimbali wengine wawekeze, lakini wakiona kama umekuwa serious na umeanza na pitch kama hivi, inakuwa rahisi kuwaelewesha kwa nini wakuunge mkono kwenye kufanya hilo ambalo unakusudia kulifanya. Na mbunge wa Makete ambaye ni mjumbe wa bodi ya wakurugenzi ya Singida Black Stars, Festo Sanga, anasema kila inachofanya klabu hiyo kitakuwa na mwendelezo, maana imedhamiria kuleta mapinduzi makubwa ya soka nchini. Na hii kufanya ujenzi wa uwanja huu ni kuonyesha kwamba Singida sio ya leo, sio ya kesho, wala sio ya kesho kutwa. Kujenga miundombinu kama hii ni kwamba hii klabu imedhamiria kuwa inafanya mapinduzi kwenye michezo kwenye taifa letu. Kwa hiyo tunaomba sana wana Singida muendelee kutuunga mkono Singida Black Stars, lakini muendelee kuunga mkono vilabu vingine maeneo mengine. Na hili ni somo, Mheshimiwa Naibu Waziri. Timu kama hii ambao kwa umri ni ndogo, lakini kwa matukio ni kubwa, tumefanya jambo kama hili kubwa.
tunatamani na ndugu zetu pia watuige mkono, kwa sababu wana umri mrefu kwenye soka letu na wafanye kitu kikubwa kama hiki. Tunaendelea kuwa challenge na kuwaonyesha kwamba sisi tumedhamiria kufanya mapinduzi kwenye soka la Tanzania. Kwa aina ya wachezaji tulionao ni first class players kwenye Afrika, lakini pili kwa aina ya pitch ambayo tuko nayo ambayo tunakusudia kuimarisha kwenye nchi yetu. Kwa upande wa mkurugenzi wa TEHAMA wa Airtel, amesema wameshiriki kwenye ujenzi wa uwanja huo wa Singida Black Stars ikiwa ni mpango wao wa kurudisha kwa jamii na kushiriki fursa za kibiashara zinazopatikana kwenye sekta ya michezo. Tumekuwa tukisapoti michezo kwa muda mrefu sana. Nyembela, wewe ni shahidi, tulianza tangu enzi za Airtel Rising Stars, vijana wadogo wale. Kwa hiyo sisi tumekuwa kwenye eneo la michezo, kwenye eneo la sanaa na tamaduni pia. Kwa hiyo hii ni sehemu ya kurudisha kwenye jamii, lakini vile vile kusapoti michezo, kwa sababu kama unavyofahamu Patrick, siku hizi michezo ni ajira. Vijana wengi sana wanapata maisha kutokana na michezo, wanapata maisha kutokana na sanaa. Kwa hiyo kwa sababu hizo tulipofuatwa na wenzetu wa Singida, tuliona hatuna sababu ya kutembea nao kwenye njia hiyo ambayo sisi tunaamini ni katika kukuza vipaji, kukuza kipato cha Tanzania mmoja mmoja. Kama unavyofahamu, serikali ina share 49% kwenye Airtel. Kwa hiyo Watanzania wanapotuchangia kwa kutumia huduma za Airtel, tulisema hapana, tunakifanya kitu ambacho kitakuwa ni bora ili wajue kwamba pesa yao inafanya kazi. Kwa hiyo tulichokifanya ni kurudisha kile ambacho wao wanatupatia. Sisi ni kama watunza kibubu chao. Awali nilimwambia mchambuzi wetu wa soka Golesen Muro tunaweka nukta hapa, tunarejea hivi punde, na punde yenyewe ndio hii, tukiutazama uwanja wa Airtel ambao unamilikiwa na Singida Black Stars. Kwa mara ya kwanza tumeshuhudia picha zake, na kwa mara ya kwanza tumeziona timu za ligi kuu zikicheza hapo kwenye mechi ya kirafiki. Wenyeji Singida Black Stars na Young Africans. Wakati Festo Sanga anazungumza, kauli yake ya kusema tunatamani na wenzetu ambao wana umri mkubwa wao na uwanja kama utabasamu la naibu waziri uliliona ilikuwa linaashiria nini? Of course ni challenge ambayo ameipeleka kwa vilabu vikongwe kwenye ligi yetu na kwenye mpira wetu ambao ndio vinabeba taswira ya soka letu kwa kiasi kikubwa, lakini inakuwa njema zaidi kwa timu ambayo inaweza kuwa haina hata misimu mitano, haina hata mafanikio ya muda mrefu, lakini kufanya kitu kama hicho wakati mwingine inapeleka changamoto kubwa kwa vilabu ambavyo vimeshapiga hatua kiumri. Na nafikiri hakuzungumza tu kwa ajili ya hivi vilabu viwili vya Kariakoo. Kuna vilabu vingi vikubwa tu. Kuna vilabu vingi vikubwa ambavyo bado mpaka leo vinategemea labda viwanja ambavyo vinamilikiwa na serikali ama Chama cha Mapinduzi. Kwa mfano kama viwanja vingi vya mikoani bado utaona vingi ni vile ambavyo viko chini ya usimamizi wa serikali. Kwa hiyo ni changamoto nyingine ambayo inajaribu kujustify ile kanuni sheria namba 1 katika zile 17 za mpira wa miguu, eneo la kuchezea, kwa maana the field of play. Hii ni eneo kubwa sana, kwa sababu moja kati ya vitu bodi ya ligi wamekuwa wakivipigilia msumari nyakati za hivi karibuni, hasa hii misimu 3-4, viwanja vingi sana vinapigwa ban. Unazuiliwa, hautatumika, na matokeo yake hata zile shughuli za kijamii na za kiuchumi za kuzunguka eneo husika zinakuwa zimefia pale. Lakini kwa maana mnapokuwa na uwanja wenye uhakika, kwanza mna uhakika eneo la kuchezea, kwa sababu namba 1 ndio hii, majukwaa, maeneo ya kibiashara na kadhalika huwa ni mambo yanofuata. Lakini kama ile eneo la kuchezea liko na vile viwango ambavyo vinatatikana, hichi ndicho ambacho mara nyingi kinazungumzwa. Kauli yako inamaanisha nini? Unataka kusema uwanja una kila sifa ya kutumika kwenye mechi za ligi kuu? Kwa maana ya zile sifa za kuchezea ndiyo, lakini kuna zile ambazo ziliainishwa na bodi ya ligi, ikiwemo majukwaa kwa ajili ya kuweza kuaccommodate idadi fulani ya mashabiki. Unakumbuka project yao wakati wanazungumza kupitia msemaji wao Hussein Masanza alizungumza kwa kuanzia tutaanza na mashabiki 5,000, lakini malengo yao uwanja huu ni kuwa na mashabiki 15,000. Ni idadi nzuri ambayo inakidhi vile vigezo. Kwa hiyo nafikiri hatua inayofuata inaweza ikawa ni hiyo, kwa sababu hata hao wamezungumza kwa maana ya kukidhi idadi sahihi, hasa kwenye eneo la mashabiki, kwa sababu hiyo ndio inakamilisha mandhari bora ya uwanja wa kuchezea, kwa sababu bila kuwa na tunasema compound sahihi ya kufanya kile kinachofanyika ndani ya uwanja kionekane katika thamani yake, maanake ni pamoja na majukwaa ya kutosha kwa ajili ya kuaccommodate mashabiki. Muro, namba zinazungumza. Yawezekana hatujaamua kuzizungumza.
Katika miaka 10 ambayo tunashuhudia ukuaji wa soka la Tanzania, viwanja takriban 34 vimetumika kuchezewa mechi za ligi kuu. Katika hivyo viwanja kuna vile ambavyo vinamilikiwa na serikali, kuna vile ambavyo halmashauri ndani yake, chama hapo umegusia, lakini idadi ya viwanja vinavyomilikiwa na watu binafsi yani vinaendelea kuongezeka. Kwa maana eneo la miundombinu yawezekana miaka 5 ijayo tutakuwa tunazungumza kwa lugha tofauti kabisa. Na ukumbuke hivyo ni vile rasmi ambavyo vinakidhi kuhosti mechi kama za ligi. Achana na vile ambavyo vinapatikana kwenye maeneo tofauti mitaani ambavyo vinakidhi hata mazoezi tu ya jioni. Sasa kwa maana hiyo ni kwamba hii inaweza kawa ni fursa nyingine, ni biashara nyingine kubwa. Kwa sababu utakumbuka hata Black Rhino ule wa pale Manyara umekuwa wakati wa pre-season, wakati wa kujiandaa na msimu, vilabu vingi vinakwenda pale kina Namungo na kadhalika. Kwa hiyo nafikiri eneo hili la uwekezaji kwenye eneo la viwanja haishi tu kwenye ligi kuu na mashindano makubwa ya senior. Kumbuka tunatakiwa tutengeneze vipaji vingi na kuvisapoti vikue. Haya mashindano yanafanyika wapi? Lazima yaende kwenye standard bora ya viwanja, kitu ambacho umetoa takwimu bora kwa faida yangu mimi na watazamaji wengi sana. Haya, bila shaka tumeshuhudia magoli mazuri mno. Lakini inawezekana hili la Singida goli ni la upepo tusemeje? Bwana kiboko kabisa kwa sauti ya Msumi. Kiboko kabisa. Nafikiri hali ya hewa pia ilichangia. Wakati mwingine ndio kilichompa sifa Diego Forlan 2010 kombe la dunia. Mpira ule ukiwa unapea yeye ndo alikuwa master wa vile vitu. Kwa nafikiri Maruf Shakei naye amefaidika. Goli la Mwananchi meliona. Jonathan Kangalombo. Nafikiri walisubiri sana kumuona pia mchezaji wao mpya wa dirisha dogo akifanya vyema. So unaweza ukaona ni nyakati zingine ambazo wananchi wanaweza kuwa wanaongeza eneo lao la mbele la kushambulia kwa na hili ndilo hapo ni Maxi Nzengeli ambaye alikwenda kufanya foul kwa Serge Poku, mchezaji wa zamani wa ASEC na Al Hilal, na hapa ndipo ambapo Maruf Shakei aliweza kupata kutenga mkwaju wa free kick na kuweza kufunga bao ambalo wakati huo mvua ilikuwa inapiga na upepo mkali. Ikionekana striker alikuwa kama ameugusa, lakini kwa marudio ya televisheni unaona mpira umekata kona kupitia upepo au kwa kutumia upepo. Kupitia upepo. Sawa, tuko vizuri. Nikushukuru sana Godlesen Moro. Asante sana Fatuma. Na mchambuzi wetu huyo tukiungana naye hapa kuzungumza machache, lakini tukiendelea na mengineo tulionayo, kikosi cha Simba kinaendelea na maandalizi ya mchezo wa 16 bora kombe la shirikisho la CRDB Bank dhidi ya Bigman FC ya Lindi ambao utachezwa Machi 27 mwaka huu kwenye uwanja wa KMC Complex Dar es Salaam. Meneja habari na mawasiliano wa Simba Ahmed Ali anasema licha Bigman kuwa ni timu ndogo kwa jina, lakini ina wachezaji wakubwa, hivyo itaingia kwa tahadhari kuhakikisha wanapata matokeo ya ushindi. Tunaendelea na program ya mazoezi kuelekea mechi yetu ya tarehe 27, mechi ya kombe la shirikisho la CRDB dhidi ya Bigman. Weekend hii kikosi chetu cha Simba kimekuwa na mechi kadhaa za mazoezi kwa ajili ya kujiweka fiti, kujiweka sawa kuelekea katika mchezo huo sanjari na mchezo wa kombe la shirikisho Afrika dhidi ya Al Masry. Mechi yetu ya mwisho tumecheza dhidi ya Dodoma Jiji. Kwa hiyo mwalimu alionelea kwamba ingekuwa vema zaidi akapata mechi mazoezi ndani ya wiki hii kwa ajili ya kumaintain standard ya wachezaji pamoja na fitness, lakini kama haitoshi kuwafanya wachezaji kuwa katika modi ya ushindani kuelekea katika mchezo wetu dhidi ya Bigman. Na niseme tu ya kwamba kila kitu kimekwenda vizuri katika mazoezi hayo ambayo yamefanyika weekend hii, na leo Jumatatu vijana wamerejea tena katika uwanja wa mazoezi kwa ajili ya kuendelea na program hiyo. Wachezaji wote ambao hawajaitwa kwenye majukumu ya timu za taifa wote wako mazoezini hivi sasa wakiendelea na mazoezi hayo, tukijiandaa na michezo miwili ambayo ipo karibuni, mchezo wa tarehe 27 dhidi ya Bigman na mchezo wa tarehe 2 kombe la shirikisho Afrika dhidi ya Al Masry. Mchezo dhidi ya Bigman, pamoja na kwamba ni timu ngeni, ni timu ambayo haifahamiki, timu kutoka madaraja ya chini, lakini tunafanya maandalizi makubwa kuelekea katika mchezo huo, na ndio maana hii ni wiki ya pili inaingia
tuko uwanjani tukijiandaa na mchezo huo, kwa sababu msimu huu ama kuelekea katika mchezo huo hatutaki kufanya makosa ya aina yoyote ile. Kwa lazima tujiandae sawa sawa, twende tukamkabili mpinzani wetu Bigman. Ukiangalia ni timu ndogo lakini jina lake linatisha, Bigman, yani mtu mkubwa. Kwa hiyo lazima tufanye maandalizi makubwa. Ni Ahmed Ali huyo, meneja habari na mawasiliano wa klabu ya Simba. Huu ni mshike tutakaporejea. Ameenda vizuri baada ya mchezo wetu wa jana. Bodi ya Serie A yatangaza matumizi ya mfumo mpya wa waamuzi kutolea ufafanuzi wa VAR kwa njia ya sauti. Na timu ya taifa ya kandanda ya Uganda The Cranes kuivaa Guinea kufuzu kombe la dunia hapo kesho. Na tumerejea tena, tunaendelea na taarifa zetu. Mimi ni Fatma Abdullah Chikawe. Kikosi cha timu ya soka taifa Uganda maarufu The Cranes kimehitimisha maandalizi yake kuivaa Guinea hapo kesho katika uwanja wa taifa wa Mandela mjini Kampala. Mchezo huo ambao ni wa 6 kundi G kuwania kufuzu fainali za kombe la dunia zitakazofanyika mwezi Juni mwakani kwenye mataifa Canada, Mexico na Marekani, na ambapo Steven Dese Mukwala wa Simba Sports Club pamoja na Khalid Aucho wa Young Africans ni miongoni mwa nyota kutoka ligi kuu soka NBC Tanzania bara wanaounda kikosi hiko cha The Cranes. Kwa Aucho, nahodha wa kikosi hicho, yeye bado anasubiri ripoti ya daktari kubaini kama ataweza kucheza kesho kutokana na kusumbuliwa na majeraha, wakati huu ambapo anaamini wachezaji wengine wako fit na hiyo ni tayari kwa ajili ya kupambania bendera ya Uganda. Itakuwa ni mechi ngumu kwa sababu ni kizazi kingine, lakini nafahamu vijana wanaweza kukabiliana na shinikizo lolote kwa kuwa wanataka kuthibitisha kuwa wapo tayari kwa chochote na kuwafurahisha mashabiki, ukizingatia kwamba tunacheza nyumbani. Swala lililopo sio la nani yupo au hayupo. Timu iliyochaguliwa ni ya wachezaji karibia 27, hivyo kila mtu ana uwezo wa kuifanya hiyo kazi. Binafsi nasubiri ripoti ya daktari kuona kama anaweza kucheza ama la, lakini kwa wachezaji wengine wapo tayari kuendelea na mapambano. It doesn't matter someone is around or is And I think it's still, nafikiri bado nafasi ipo kwa sababu tuna mechi 3 za nyumbani za kucheza, hivyo kila kitu kinawezekana. Huwa sipendi kuzungumzia yaliyopita, lakini wakati nipo Burkina Faso tulianza hivi vibaya, lakini mwisho wa siku tukacheza mpaka mechi za mtoano. Kwenye soka kila kitu kinawezekana. Kitu pekee ninachowaomba ni kuendelea kwa nyuma ya timu, kuiamini timu, kwa sababu ukiwatazama wanavyocheza kiufundi, kimbinu, ari na morali, vyote vipo. Binafsi naamini bado tunayo nafasi nzuri tu ya kufuzu, na hii itakuwa ni mechi muhimu. Namni Paul Puti huyo, kocha mkuu wa Uganda The Cranes. Na kwa sasa tunaungana na mtangazaji wetu wa kandanda Peter Otai kutokea kule Uganda. Peter, habari za wakati huu? Habari Fatma, habari watu wa Dar es Salaam, habari watu wote wa Tanzania. Huku ni njema sana. Pengine kuna namna yoyote sasa mashabiki wa soka Uganda wanakubaliana na hii kauli ya kocha Paul Puti kwamba bado The Cranes inayo nafasi ya kufuzu kombe la dunia? Yeah, mathematically fasi iko, tutasema hapa mathematically, tutaweka ile math. Tutasema since Algeria anapigwa, maybe Botswana loses, iko mathematics, but reality wise tutasema no, I don't think it's very possible. Right now tukacheza games 5. The game for tomorrow is game number 6. Unaona, where I think we should be having about games 4 to go. So I don't think mathematically iko, but reality no, we can't make it. Okay. Na mashabiki wanazungumza nini hasa baada ya kuiona timu ikipoteza mechi iliyopita dhidi ya Msumbiji? Yeah, washabiki iko disappointed sana. First of all, tutaona timu yetu ya Cranes anacheza mzuri sana the first couple of minutes. The first goal iko goal I can say would have been avoided. Goalkeeper
anatoka kwa laini yake, then Pepo anaweka mpira direct from the corner to the back of the net. Goal ya pili, another clumsy mistake kwa goalkeeper, gifted Pepo again goal ya pili. So at the end of the day, washabiki are a little bit disappointed. Tutasema the Cranes tried their luck. Tutatafuta win. Unfortunately, win hapana kuja. At least if it was a draw, yes, tutasema would have been there. But ile loss ya golo 3-1, it's a very disappointing result. So washabiki hapa are a little bit disappointed. Na kesho tutarajie full house Mandela Stadium. No. No, it can't be. Right now, washabiki mingi iko very disappointed. The game is at 7 p.m. Iko a day for work. 7 p.m. Our brothers Wasilamu will be breaking fast, so they will be praying. So I don't think iko full house kesho. I don't think. Asante sana Peter. Asante sana Fatma. Naam, ni Peter Utayo huyo mtangazaji wetu wa kandanda, tukizungumza naye akiwa kule Kampala, Uganda, kuelekea mechi ya kuania kufuzu kombe la dunia, Uganda the Cranes dhidi ya Guinea hapo kesho. Lakini tukirejea hapa nyumbani, kikosi cha Bigman FC kinachoshiriki ligi ya NBC Championship kinataraji kuanza safari kati ya usiku wa leo au kesho asubuhi kutoka Lindi kuja Dar es Salaam kwa ajili ya kuikabili Simba kwenye mchezo wa 16 bora kombe la shirikisho la CRDB Bank. Kocha mkuu wa timu hiyo Zuberi Katwila na wachezaji wamezungumzia maandalizi yao. Mungu, maandalizi yameenda vizuri baada ya mchezo wetu wa jana na Geita. Mwenyezi Mungu amejalia tumepata matokeo mazuri ya kushinda mechi, tumepata alama 3. Kwa hiyo tunarudi katika mashindano ya CRDB. Ratiba inasema tunacheza na Simba. Kwa hiyo kubwa mchezo wetu na Simba tumejiandaa vizuri, na ukizingatia siku ni chache, basi tupo katika safari ya kuanza kesho au leo usiku ili kuelekea Dar es Salaam katika mchezo wetu na Simba, tucheze shindano ya CRDB Federation Cup. Tunajua Simba ni kikosi bora, kikosi ambacho kwa kimeimarika katika mashindano yote. Kwa hiyo kwetu ni fursa ya kuweza kupambana na ubora wa Simba ili kuweza kuangalia jinsi gani ya kuwazuia ule ubora wao. Kwa sababu ukiangalia kama mzunguko wa pili toka umeanza sasa tujapoteza, tunashinda na suluhu. Kwa hiyo morali yetu ni kubwa, na kama mchezo wa jana tumeweza kushinda na Geita, kwa tunajiandaa vizuri na Simba. Tarehe 27 tutaweza kupata matokeo. Kwa msimu huu unaona ni wapo vizuri kwa sababu huwezi ukasema wapo vibaya wakati wapo juu wanagombania ubingwa. Lakini na madhaifu pia ni wanayo, naamini madhaifu mwalimu anayajua, anazidi kutuelekeza mazoezini hapo, tutatumia madhaifu yao kuweza kwenda kuwakabili. Timu ya Tabora United maarufu Nyuki wa Tabora imeendelea kujipanga vyema kuelekea kuivaa Kagera Sugar katika mchezo wa 16 bora kombe la shirikisho la CRDB Bank ambao utapigwa Machi 28 kwenye uwanja wa Ali Hassan Mwinyi mjini Tabora. Taarifa zaidi na mwandishi wetu Juma Kapipi. Kwa muda wa siku kadhaa, Nyuki wa Tabora wamekuwa mazoezini wakijiandaa kuikabili Kagera Sugar. Na hii leo ilikuwa mazoezi nje ya uwanja kwa maana ya gym, kuweka viungo sawa, kuhimili mikiki ya Kagera Sugar. Kocha Halfan Mbonde yeye amekiri mchezo dhidi ya Kagera Sugar unataka maandalizi yenye upekee katika maeneo mbalimbali ya mwili na akili pia. United inasema mechi na Kagera tunaendelea kujiandaa vizuri. Kama leo vimoja tumekuja gym leo kuweka katika fitness mwili kae sawa. Kwa maandalizi yote yanaendelea vizuri kwa ajili ya kukabili Kagera Sugar siku ya Ijumaa kuweza kupata ushindi kuingia robo finali. Tunahofia ama tuhofie kutokana na mechi ile ama kujiuliza ni knockout, ukifunga umetoka, kufunga umetoka. Kwa hiyo tunahofia kufungwa na Kagera. Kwa hiyo tutajipanga vizuri, tutapanga timu yetu itakuwa full mziki, hatuna tutamwacha nje. Katika mchezo wa tarehe 28 mashabiki wa Tabora waje kuiona timu yao kwa sababu muda mrefu katika takriban mechi 2 hawajaiona katika uwanja wao nyumbani. Waje kwa wingi kutushabikia na imani watapata furaha wana Tabora. Juma Kapipi, Azam Sports, Tabora. Pamba Jiji FC imesema haipo tayari kuwa mteja wa kudumu wa Mashujaa FC na badala yake wanakwenda kushinda kwenye mchezo wa 16 bora kombe la shirikisho la CRDB Bank ambao utachezwa Machi 27 mwaka huu kwenye uwanja wa Lake Tanganyika mjini Kigoma. Haya yamesemwa na msemaji wa Pamba Jiji Moses William. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu, kiukweli tunaendelea na maandalizi kuelekea kwenye mchezo wetu unaofuata wa kombe la CRDB Bank hatua ya 16 bora.
dhidi ya Mashujaa, mchezo ambao utapigwa kule Lake Tanganyika mkoani Kigoma. Maandalizi yanaendelea vizuri kiukweli. Wachezaji karibia wote ambao wanahitajika kwenye program ya mwalimu kuelekea kwenye huo mchezo wapo kikosini, ukiachana na Matthew Tegisi ambaye alikuwa yuko kwenye majukumu ya timu ya taifa ya Kenya, pamoja na Shasiri Nahiman ambaye yuko kwenye majukumu ya timu ya taifa ya Burundi. The rest wapo kulingana na mahitaji ya benchi la ufundi. Tunafahamu tunakwenda kucheza mchezo mgumu dhidi ya Mashujaa. Mashujaa miongoni mwa timu ngumu, na hasa ukizingatia kwa msimu huu tumecheza nao mara 2, mara moja tulitoa sare hapa CCM Kirumba, lakini kwao kule waliweza kutufunga magoli 2-0. Tunaenda na tahadhari tukijua kwamba ni miongoni mwa timu nzuri na hatujua na matokeo mazuri msimu huu dhidi yao. Kwa hiyo tahadhari itaongezeka zaidi kwenye eneo hilo la kiufundi. Nje na hapo, rekodi ya klabu yetu kwenye hii michuano ni hatua ya robo finali. Tulicheza na Simba last time miaka almost 5-6 ambayo imepita. Tunahisi kwa ubora wa kikosi cha msimu huu, kwa ubora wa benchi la ufundi, kwa namna ambavyo viongozi wamejipanga na kuipambania timu yetu, tunatamani msimu huu ni msimu mwingine wa kutengeneza rekodi kwenye klabu yetu ya kwenda mbali zaidi kwenye michuano hii ya kombe la CRDB Bank Federation Cup. Kwa hiyo niwaambie mashabiki na wapenzi wa klabu ya Pamba Jiji, tuko tayari kwa ajili ya mapambano hayo. Asante kwa kuendelea kuwa nasi. Huu ni Mshike Mshike, tutarejea. Tumerejea tena. The Harambee Stars, timu ya taifa ya Kenya, jana imechapwa mabao 2-1 na Gabon katika mbio za kuania kufuzu kombe la dunia 2026 ikiwa nyumbani kwenye uwanja wa taifa wa Nyayo. Stori kubwa sio matokeo bali ni matukio yaliyoambatana na mchezo huo mkubwa kwa The Harambee Stars wakicheza kwa mara ya kwanza nyumbani tangu mwezi Septemba mwaka 2023 ambapo walikaribisha Sudani Kusini kwenye mchezo wa kimataifa wa kirafiki uliopigwa Moi Kasarani. Lakini kwenye uwanja huo wa Nyayo mara ya mwisho wamecheza hapo mwezi Novemba mwaka 2021, takriban miaka 3 na miezi 3, na waliifunga Rwanda katika mechi ya kuania kufuzu kombe la dunia. Kwa muda mrefu sana timu hiyo imekuwa ikicheza mechi zake nje ya taifa hilo kutokana na viwanja vyake kukosa hadhi ya FIFA na kulazimika kupitia maboresho makubwa ya miundombinu kuelekea fainali za CHAN 2024 na zile za AFCON 2027 wakiwa wenyeji pamoja na majirani zao wa Uganda na Tanzania. Lakini kabla ya mchezo huo tiketi 22,900 zilitangazwa kuuzwa zote kwa kiingilio cha chini cha shilingi 6,000 za Kitanzania na VVIP ikiuzwa kwa shilingi 200,000 za Kitanzania. Hofu kubwa iliyokuwa ikitajwa mwanzo ni swala la ulinzi na usalama uwanjani, na shirikisho la soka nchini Kenya FKF kupitia kwa viongozi wake walifanya kila ambalo linawezekana kwa kushirikiana na vyombo vya ulinzi na usalama kuhakikisha furaha ya Wakenya kuiona timu yao inatimia hasa wakicheza hapo. Kwa sasa naungana na mtangazaji wetu, mwandishi wetu huyu kutokea Kenya, Zani Mohamed, tuzungumze naye kuhusiana na hili. Zani, pengine mamlaka za ulinzi na usalama zinazungumza nini baada ya kile ambacho kimetokea jana? Kwa kweli ilikuwa ni mchezo wa kufana kwa sababu Wakenya walisubiri sana kuona Harambee Stars inacheza katika uwanja wao wa nyumbani. Watu waliitwa na wakaitika na walifika kiasi cha haja. Kwa kweli kulikuwa na ushirikiano mkubwa kwenye asasi na idara za usalama, tukimzungumzia serikali, shirikisho la soka, lakini pia asasi za ulinzi. Ndio maana watu walifika wakaangalia mchezo salama, wakaenjoy football, na baada ya muda wakarudi makwao. Lakini kitu ambacho kilijitokeza ni kwa ule mwito ambao walikuwa wameitwa Wakenya waliitika, na kwamba hiyo iliashiria kwamba Kenya tuko tayari kwa mashindano ya aina yoyote, na usalama unaanza mimi na mashabiki, lakini pia ushirikiano wa asasi na wananchi ulikuwa mkubwa sana. Ndio maana kulikuwa na kila tukio na kila sababu ya Mkenya kufika pale kuangalia mchezo na kurudi nyumbani salama. Yawezekana idadi ya tiketi zilizouzwa pengine ni chache ukilinganisha na hamu ya mashabiki wenyewe waliotaka kuingia uwanjani. Tiketi kwa kweli ziliuzwa kiasi cha haja na uwanja ukafurika. Watu walihitaji zaidi. Nadhani kila ambacho Wakenya wanataka labda uwanja waweze kuongeza zaidi ili wapate fursa zaidi kiasi ama kile kiwango cha tiketi
kuweze kuzidi na waweze kufika wengi zaidi ya wale ambao waliweza kufika jana bila shaka. Zaidi mashemeji dabi hatimaye Jumapili tarehe mpya imetangazwa hiyo tarehe 30. Uwanja ni huo huo. Kuna namna ambacho cha ziada kinapaswa kuongezwa au kuimarisha kuhakikisha kwamba mechi hii inakwenda kufanyika kwa ulinzi, usalama, ustaarabu na burudani ya soka uwanjani. Na ni kweli shemeji dabi inarudi Jumapili na ni mchezo ambao Wakenya wamesubiri kwa sababu ni mchezo ambao uliweza kuahirishwa mara mbili, lakini tufahamu kwamba uliweza kuahirishwa kutokana na timu mwenyeji kuweza kukosa kiwanja maalum baada ya vile viwanja vikubwa kuweza kufanywa marekebisho au ukarabati, kwa sababu tujue kwamba shirikisho la soka nchini limeweza kugawa hizi mechi za ligi kuu katika viwango tofauti. Sasa mchezo wa mashemeji dabi ni kama high risk match, mchezo ambao unahitaji uangalizi mkubwa kiusalama kutokana na idadi ya watu ambao wanakuja, kwa sababu ni timu mbili ambazo zote zina mashabiki wengi. Kwa hivyo wanahitaji uwanja mkubwa, lakini pia usalama uweze kuimarika zaidi, na ni imani kwamba utaweza kufanyika kwa sababu uwanja upo. Nyayo ndo ambapo mbugi ile kati ya FC Leopards na Gor Mahia inakwenda simama siku ya Jumapili. Asante sana Zani. Shukran sana. Ni Zani Mohamed, huyo mwandishi wetu wa michezo kutokea kule Nairobi nchini Kenya. Mengineo ni kufahamishe kwamba mabingwa wa Barbarian Ramadan Cup 2025 Masterim wameendelea kutamba katika mitaa ya Kariakoo mara baada ya kutoa ubingwa huo hapo jana kwa kuichapa Wasafi FC bao 1-0 katika fainali ambayo imechezwa kwenye uwanja wa JK Park. Mashindano yameisha salama. Mashindano yalikuwa ni mazuri ya ajabu kabisa. Toka sisi huu msimu wetu wa 3 tunashiriki. Lakini msimu huu tumechukua ubingwa. Lakini pia nitoe shukrani zangu za dhati kwa uongozi mzima wa Masterim, kuanzia coach, sababu bila yeye sisi tusingekuwa leo hapa. Msimu huu tumejiandaa mapema. Sisi tumeanza kujiandaa miezi 3 zaidi nyuma. Sababu tulikuwa tumepania lazima tuchukue kombe. Hivyo vote iwavyo. Na pia tulikuwa tukitoa motisha nyingi sana kwa wachezaji, na ndo ukaona nguvu kubwa mara hii. Tulikuwa tukinunua goli la Masterim, baada ya goli la mama ukawa na goli la Masterim. Ngumu upo kwa sababu kila mmoja kajiandaa na tunakuja kutambiana. Sisi bwana tuna tabia moja. Kama Bin Sulum akitufunga, kesho hatukai hapa. Anakuja kututambia. Sasa mimi namkamata coach. Coach nikifungwa niko na wewe. Stoi posho. Sinunui goli. Sasa lazima wachezaji wanakuwa napambana. Sasa kama ukiona game yetu ya nusu finali ilikuwa ni game tafu sana. Na hapa tukitoka tunaenda Kilimanjaro kulipitisha kombe, ukifika tunaenda zetu Fire. Sasa bahati wengine hatuwajui tu. Lakini tungeenda huko kwa makao makuu. Hapa tukitoka hapa tunaenda kumpitishia Soloka. Salah wote walione kombe. Kwa sisi ndo mabingwa mwaka huu. Walitutambia sana, walikuja na mashabiki wengi. Nayo hatua ya makundi ya mashindano ya Bimkubwa Ramadan Cup imeendelea tena kwa mchezo mmoja kupigwa leo ukikutanisha Machame United dhidi ya Sport BM. Katika mchezo huo Machame United imepata ushindi wa mabao 4-0. Mchezo mwingine wa Bimkubwa Ramadan Cup utaikutanisha Lamasia FC dhidi ya Machame FC uwanja wa Uzunguni Bomang'ombe High Kilimanjaro. Bodi ya Serie A nchini Italia imetangaza matumizi ya mfumo mpya wa waamuzi kutolea ufafanuzi wa maamuzi aliyoyachukua kutokana na usaidizi wa teknolojia ya video kwa maana VAR, kutoa ufafanuzi kwa njia ya sauti ili kuelekeza kwa uwazi maamuzi aliyoyafanya kwenye tukio husika. Mtendaji mkuu wa Serie A Luigi De Siervo amesema mfumo huo mpya utaongeza uwazi na uelewa kwa wachezaji, viongozi wa timu na wadau wengine wa soka kwa ujumla wake, kwa kuanzia na michuano ya Coppa Italia kwenye msimu huu. Michuano ya Coppa Italia ipo kwenye hatua ya nusu finali, ambapo nusu finali ya kwanza Inter Milan itapambana na AC Milan kwenye dabi hiyo ya Della Madonnina, lakini Bologna wao watakuwa kikipiga dhidi ya Empoli, huko finali kitaraji kuchezwa Mei 14, 2025. Kama kawaida ni kukumbusha miongoni mwa taarifa zetu usiku huu. Taifa Stars yaendelea kujinoa kuiwinda Morocco kuwania kufuzu kombe la dunia 2026.
Singida Black Stars yazindua uwanja wake wa nyumbani wa Airtel, mechi dhidi ya Yanga yavunjika. Na bodi ya Serie A yatangaza maamuzi ya mfumo mpya wa waamuzi kutolea ufafanuzi wa VAR kwa njia ya sauti. Nasi ndio tunahitimisha hivyo mshike hii leo. Kwa niaba ya wote, mimi ni Fatma Abdalla Chikayo, tukutakia siku mwema.